Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mfuatiliaji wa masomo ya kinanda, huu ni ufunguo B. Ninataka kushare na wewe diminished passing chords mbalimbali za kutoka moja katika ufunguo huu B kwenda chord namba 2 katika ufunguo B, kisha kwenda chord namba 3 katika ufunguo B, kwenda chord namba 4 katika ufunguo B, alafu kwenda chord namba 5 katika ufunguo B na kwenda chord namba 6 katika ufunguo B. Naomba fuatani pamoja na mimi. Ni simple. Umejisikia ufunguo B ni namba 1, C sharp namba 2, D sharp namba 3, E namba 4, F sharp namba 5, G sharp namba 6, A sharp namba 7 na B namba 1 au octave. Sasa unapotoka moja ambayo ni hii hapa 1 5 1 5 1 3 ambayo ni B, F sharp B, hii ni F sharp B na D sharp katika ufunguo B kwenda chord namba 2, ni diminished passing chord gani unaweza kuitumia? Tunapozungumzia diminished passing chord ni simple tu kwamba hii ni B major, kwa mfano chord namba 1 katika ufunguo B. Kuunda chord kuwa diminished una flat degree ya 3 na degree ya 5, kwa inakuwa hivi, kwa itakuwa ni B diminished. Naona ukiwa na F sharp major hii una flat degree ya 3 na degree ya 5, unapata F sharp diminished. Naona sasa unapotaka kwenda 2 katika ufunguo B, chord namba 2 ni hii hapa. Naona unatoka moja, kwa mfano naona hiyo, unaweza kupiga hii chord. Hii ni flat 2 kwa flat 2 ambayo ni C kwa C. Naona, lakini hapa nimepiga A sharp diminished 7. Naona hii ni F sharp diminished 7 ambayo ni 5 flat 7 flat 2 na 3 inakuleta hapa. Naona F sharp A, C na D sharp. Naona, kwa hiyo sio hivi kutoka moja kwenda 2. Unapotoka popote kwenda 2, kwa mfano napiga wimbo, hapa naweza kupiga hii passing chord alafu kuenda 2. Naona ila ni wewe, kwa hiyo ila nafikiri. Lakini pia kutoka 2 kwenda chord namba 3 ambayo ni hii hapa, unapiga hii hapa. Hii ni flat 3 kwa flat 3. Naona ambayo ni D kwa D, lakini hii hapa ni B, D, F na G sharp ambayo ni 1 flat 3 flat 5 na 6, inanipeleka hapa. Naona, kwa hiyo falme nimetoka moja
lakini kutoka hapa tatu nataka niende 4. Naona kutoka tatu kwenda 4 ni simple. Unaweza apply passing chord hii hapa. Hii passing chord inanipeleka 4. Naona hii hapa, hii ni flat 7 kwa flat 7 ambayo ni A kwa A, lakini hapa nimepiga A flat 7 alafu flat 2 ambayo ni C, 3 D sharp na 5 F sharp. Hii inanipeleka 4. Hapa nimeshika 6 kwa 4. Unaopiga inversion manake umepiga diminished chord ya namba fulani. Unaona, ndio uzuri wa diminished chord. Unaona hii hapa ni sawasawa na hapo ni kama unapotaka kutoka 1 kwenda 2 unaipiga hii hapa. Unaona, kwa hiyo hiyo hapo. Unaona, lakini tuangalie unapotaka kwenda 5. Unataka kwenda 5, 5 ni hii hapa. Ni simple tu. Hiyo hapo. Na huku unagonga pamoja na 1 na 2. Hiyo hapo. Naona. Hii ni 2 kwa 2 ambayo ni C sharp kwa C sharp. Lakini hapa ni flat 5, 6, 1 na D. Kama nilivyosema, ukisema kwamba ufanye inversion kunaenda kupiga ya namba nyingine, kwa sababu unaweza invest ya namna hii naona, lakini pia hiyo hapo naona inatupeleka 5. Na utaka kwenda 6 yetu ni hii hapa, kufanya inversion lakini hii hapa. Hii ndio 6, ni simple tu. Unazima kupiga hii chord huku naenda namna hii hapa, inatupeleka 6. Sasa hii hapa wanipigia hapa, unaona inakuwa ni 2 alafu 4 flat 6 na 7 ni C sharp E alafu G na A sharp, inakuja 6. Baadhi ya nyimbo kidogo hapa.
unaweza kupiga kwenda 5. Naona ambapo nimesema kupiga kwenda 5, unapiga yangu wewe. Naona Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Naona, lakini pia nafikiri tumeshaona kwenye 4, nifinyange hiyo hapo, lakini unifanye kama pendavyo. Alafu roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Ni simple. Toka hapo piga hiyo hapo, toka hapo piga hapo, kuja 3. Naona, alafu piga hiyo hapo, kuja 4, alafu kwenda 5. Unaweza piga hii hapa, hiyo hapo, alafu kwenda 6, piga hiyo hapo, utakumaliza. Mungu akubariki sana, endelea kunifuatilia. Kwa heri.